Karibu sana mwanahabari katika channel yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Siku leo niko na taarifa ambazo tumeweza kuzipokea katika meza yetu ya habari kutoka nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, ambapo taarifa zimeweza kuthibitisha kwamba Israeli imepokea mabaki ya mmoja wa mateka wa mwisho waliofariki waliozuiwa huko Gaza, ikiwa ni uhamisho wa 4 wiki hii. Siku ya Jumamosi asubuhi, jeshi la ulinzi la Israel lilisema mabaki hayo yalitambuliwa kama Kamanda Sergeant Major Riori Rudaif. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 61 aliuawa huko Kibbutz Nir Yitzhak wakati wa shambulio lililoongozwa na Hamas Oktoba 7 mwaka 2023. Alikuwa naibu mratibu wa usalama wa timu ya kukabiliana na haraka ya jumuiya. Mabaki yake yalizuiliwa huko Gaza wakati wote wa vita vilivyosababishwa na shambulio hilo lilizo kutokea huko. Lakini hata hivyo, Hamas ilihamisha mabaki hayo kwa Israel kupitia shirika la Msalaba Mwekundu. Kurudi kuna maanisha kuwa miili ya watu 5 walioaga dunia imesalia huko Gaza. Uhamisho wa mateka waliofariki kutoka Hamas hadi Israel ni mojawapo ya masharti muhimu ya awamu ya kwanza ya usitishaji vita uliosimamiwa na Marekani. Ujasusi wa Israeli umetathmini kuwa Hamas huenda wasiweze kuwapata na kuwarejesha mateka wote waliosalia waliokufa huko Gaza. Siku ya Jumapili, Israeli ilipokea miili ya Israeli Marekani Omar Neutral pamoja na ya Asafu Hamami na Oz Daniel. Siku 2 baadaye, Israeli ilipokea mwili wa Itai Cheni, raia wa mwisho wa Israeli na Marekani ambaye mabaki yake yalihifadhiwa huko Gaza. Na siku ya Jumatano, Hamas ilihamisha mabaki ya Joshua Loitu Moleli ambaye ni mwanafunzi wa kilimo kutoka Tanzania ambaye alitekwa nyara kutoka Kibbutz Nahal Oz mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Brad Cooper, kamanda wa kamandi kuu ya Marekani, alizungumza kwenye mazishi ya Neutral nchini Israel siku ya Ijumaa. Omer alitoa dhabihu ya mwisho ambayo tunatumai hakuna mwanajeshi anayepaswa kutoa, lakini wengi wamefanikiwa katika kuhuduma kwa sababu ya juu. Cooper alisema, tunatoa rambirambi zetu kwa kumpoteza Omer. Jukwaa la mateka na familia zilizotoweka limeendelea kuandaa mkutano ya hadhara mjini Tel Aviv na kwingineko kote Israeli, ikitoa wito wa kuachiliwa kwa mateka waliosalia na waliofariki. Elton Holney ambaye aliachiliwa hivi majuzi baada ya siku 738 kifungoni alisema katika uwanja wa Hostage Square siku ya Jumamosi, siwezi kuanza safari yangu ya uponyaji na kupona mradi tunajua kuna familia ambazo haziko nami katika safari hii. Hatuna mustakabali kurejea kwa mateka wote. Mapema wiki hii, Israel ripoti kuwa inaamini kuwa ina taarifa mpya kuhusu eneo la mabaki yaliyokaa kwa muda mrefu zaidi Gaza. Mali ya Ruten Hadal Goldin ambaye aliuawa katika siku za mwisho za vita vya 2014 kati ya Israel na Hamas. Mabaki ya Goldin, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya Israeli, huenda yamezuiliwa Rafah kusini mwa Gaza, karibu na eneo ambalo hadi wanamgambo 200 wa Hamas wamejificha katika vichuguu vya chini ya ardhi katika eneo linalokaliwa na Israeli. Katika Gaza iliyoharibiwa na vita, Umoja wa Mataifa ulitangaza kampeni ya chanjo kuwafikia maelfu ya watoto wa Kipalestina ambao wamekosa chanjo muhimu tangu kuanza kwa mzozo miaka 2 iliyopita. UNRWA pamoja na UNICEF na WHO na washirika inazindua kampeni ya chanjo kuwafikia watoto 44 na chanjo za kuokoa maisha na uchunguzi wa utapiamlo. UNRWA, wakala mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi wa Palestina, ilisema siku ya Ijumaa.
Tangazo hilo linakuja wakati idadi ya vifo vya Palestina huko Gaza tangu Oktoba 7 mwaka 2023 lizidi mpaka kufikia 69,000 siku ya Jumamosi, kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza. Tangu kusitishwa kwa mapigano na Israeli kunaanza kutekelezwa mwezi Oktoba, watu 241 wameuawa huko Gaza, huku miili ya Wapalestina 522 ikitolewa chini ya vifusi. Wizara hiyo iliweza kuongeza hivyo. Misaada imeanza kutiririka ndani ya eneo hilo baada ya usitishaji mapigano kuanza kutumika mwezi uliopita, lakini kiwango cha hitaji kinasalia kuwa kikubwa baada ya miezi kadhaa ya usafirishaji mdogo. Takriban watu 460 huko Gaza walikufa kwa njaa, wakiwemo watoto 154 kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina katika eneo hilo tangu Hamas ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Israeli mnamo Oktoba mwaka 2023 na kusababisha kampeni ya Israeli ya mashambulizi ya mabomu. Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watoto milioni 1 wanahitaji msaada wa afya ya akili na kisaikolojia. Mamia ya maelfu ya familia za Wapalestina pia wako katika hatari ya kukabiliwa na majira ya baridi bila ulinzi unaohitajika sana kutokana na hali ya hewa. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, uingizaji ulioratibiwa na wa Umoja wa Mataifa wa vifaa muhimu vya makazi na hewa kwenye eneo hilo unakabiliwa na mapungufu makubwa wakati huo ulioongezeka. Majira ya baridi ya mwisho, watoto na watu wazima kadhaa walikufa kutokana na hypothermia kutokana na baridi na ukosefu wa vifaa vya majira ya baridi. Mwanahabari, nikushukuru sana. Naitwa Junior na hii ni Junior Media ya michezo, habari pamoja na burudani. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka huko nchini Israel, ambapo Israeli yawatambua mateka waliofariki kutoka Gaza kufuatia uhamisho 4 wa aina hiyo wiki hii. Nikushukuru sana, usahau kusubscribe, share, like na kucomment. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage na nikutakie siku njema. Bye bye.